Hujambo, karibu katika Mohamed Talk. Leo na furaha yangu kukusaidia kumfahamu zaidi Anna Abdalla Makinda, mwanamke aliyeweka historia kubwa katika siasa ya Tanzania, kuwa mwanamke wa kwanza kushika kiti cha spika wa Bunge Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa kuna historia yake kwa undani zaidi, maisha yake ya awali na elimu. Anna Makinda alizaliwa tarehe 25 Julai mwaka 1949 mkoani Njombe. Alipata elimu yake ya msingi ya sekondari nchini Tanzania. Kabla ya kujiendeleza kimasomo, Anna ana stashahada ya diploma na uhasibu uongozi wa biashara, jambo lililompa msingi mzuri kusimamia masuala ya utawala na fedha serikalini. Namba 2, safari ya kisiasa na ubunge. Safari yake ya kisiasa ni ya muda mrefu na iliyojaa uvumilivu. Kuingia bungeni, alianza kuwa mbunge tangu mwaka 1975 na akiwa mmoja wa wabunge vijana zaidi wakati huo kupitia viti maalum, mbunge wa jimbo. Baadaye aligombea kushinda kuwa mbunge wa jimbo la Njombe Kusini, jimbo ambalo lilifanyia kazi kwa uaminifu wa miongo kadhaa. Nafasi za uwaziri. Kabla ya kuwa spika, alitumika nchi katika nafasi mbalimbali za uwaziri, ikiwemo waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera na uratibu, na waziri wa maendeleo jamii, wanawake na watoto. Mwaka 2010 mpaka mwaka 2015, hapa ndipo jina lake lilipoandikwa kwa herufi za dhahabu. Mnamo Novemba 2010 alichaguliwa kuwa spika wa bunge la 10 la Tanzania, akichukua nafasi ya Samuel Sitta. Changamoto. Kipindi chake kulikuwa na mchuano mkali wa kisiasa kutokana na kuimarika upinzani bungeni. Msimamo. Alijulikana kwa msimamo mkali, kufuata kanuni za bunge. Oda. Waheshimiwa wa bunge, kanuni zinasemaje? Mageuzi. Alisimamia mchakato wa mwanzo wa mabadiliko ya katiba na kuboresha mfumo wa utendaji wa kamati za bunge. Namba 4, maisha baada ya siasa na ukuu wa chuo. Baada ya kustaafu nafasi ya spika mwaka 2015, hakupotea kwenye utumishi wa umma. Mkuu wa chuo kansela, aliteuliwa kuwa mkuu wa chuo cha kilimo cha Sokoine SUA. Wenyekiti. Amekuwa akihudumu katika bodi mbalimbali za kushiriki katika harakati za kuimarisha mifumo ya bima ya afya NHIF nchini Tanzania. Jedwali la muhtasari wa mafanikio. Kipengele. Sifa ya kipekee. Mwanamke wa kwanza kuwa spika wa bunge Tanzania. Chama cha siasa kilikuwa Chama cha Mapinduzi CCM. Muda wa ubunge zaidi ya miaka 40 bungeni. Uongozi si kuhusu jinsia, bali ni kuhusu uwezo kusimamia sheria na kanuni kwa ajili ya manufaa ya wengi. Huu ulikuwa ni ujumbe usio rasmi na wa utendaji wake. Safari njema kwa kuwa amekubali. Hebu tuangalie maeneo hayo mawili muhimu ambayo yanaonyesha jinsi Anna Makinda anayoendelea kuwa nguzo hata baada ya kustaafu kiti cha uspika. Namba 1, mchango wake katika bima ya afya NHIF. Baada ya siasa za bungeni, Anna Makinda aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa mfuko wa taifa ya bima ya NHIF. Katika nafasi hii, upanuzi wa huduma. Aliongoza juhudi za kuhakikisha kwamba Watanzania wengi zaidi, wakiwemo wakulima na watu wa sekta isiyo rasmi, wanapata bima ya afya kupitia vifurushi kama Najali, Wekeza Afya na Timiza. Mageuzi ya kidijitali. Alisisitiza matumizi ya mfumo wa IT ili kupunguza udanganyifu, fraud na urasimu katika madai ya matibabu. Afya ya kina mama. Alikuwa mstari wa mbele kuhimiza bima itumike kupunguza vifo vya akina mama, wajawazito na watoto, kuhakikisha huduma bora zinapatikana kote nchini Tanzania.
wanawake wengine mashuhuri katika siasa za Tanzania. Anna Makinda alifungua mlango kwa wanawake wengine. Hawa ni baadhi ya viongozi wengine waliofuata nyayo zake kwa kufanya makubwa. Samia Suluhu Hassan, rais wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wanawake wa kwanza kushika nafasi hiyo, ni kielelezo cha juu kabisa cha uongozi wa wanawake nchini. Dr. Tulia Ackson, spika wa sasa wa Bunge la Tanzania, aliyechukua kijiti cha uspika baada ya Anna Makinda. Job Ndugai na pia ni rais wa Umoja wa Wabunge Duniani IPU. Gertrude Mongella anafahamika kama Mama Beijing, alikuwa rais wa kwanza bunge la Pan African Parliament, aliyeongoza mkutano mkuu wa wanawake kule Beijing mwaka 1995. Dr. Stergomena Tax, mwanamke wa kwanza kuwa katibu mtendaji wa SADC na baadaye kuwa mwanamke wa kwanza kuwa waziri wa ulinzi nchini Tanzania. Kwa nini Mama Anna Makinda anakumbukwa zaidi? Tofauti na wengine, Makinda anakumbukwa na ushupavu wake na kanuni. Alijua namna ya kutuliza joto la siasa bungeni na kutumia kitabu cha kanuni, jambo ambalo lilimfanya aheshimike na pande zote, CCM na upinzani. Licha upinzani kuwa mkali sana kipindi chake cha mwaka 2010 mpaka 2015. Usisahau kusubscribe. Asanteni sana.